Shalom, shalom. Na wasalimu katika jina la Yeshua aliye hai. Asifiwe Mwokozi. Ni wakati na fursa nyingine ambayo tumepewa na ufalme wa mbinguni kujiandaa kwa ajili ya siku ya Bwana ambayo imekaribia. Mimi na wapeni ule uzima, wote watakao upokea watafanyika kuwa na uzima wa milele ndani yao, kama vile mimi nilivyo na uzima wa milele. Baba amenipa uzima, nami nawapa, ili ninyi mkae ndani yangu, kama mimi nilivyokaa ndani ya Baba yangu. Anipendaye katikati yenu ninyi, atayashika mafundisho yangu na amri zangu. Nami baada ya muda mchache wa maombi na ya toba na utakatifu, nitamjaza Roho Mtakatifu, naye atakuwa mmoja kati ya watakatifu wa Bwana. Lakini yeye atendaye dhambi, mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Nina ndoto ambayo ni ya uamsho. Kuna uamsho mkubwa sana unaokuja, na utaanzia katika bara la Afrika. Uamsho huu hautakuwa uamsho wa madhehebu, lakini itakuwa moja kati ya uamsho wa kihistoria kwenye kukuwepo kwa wanadamu duniani. Revival inayokuja ni uamsho wa maajabu sana. Lakini uamsho huo maandiko matakatifu yameusema sana, lakini kwa kuwa watu ni vipofu walio na macho, hawajapata kuona. Kipofu lakini anaona. Ina maana atasoma maandiko matakatifu lakini asijue kwamba Mungu aliyasema yapi. Mungu mwenyewe anajisifu kwa kusema, mimi niyasemaye mambo ambayo hayajatokea kana kwamba yamekwisha kutokea. Haleluya. Kwa hiyo kuna uamsho mkubwa sana ambao watu wataamshwa kutoka katika dhambi zao na watajazwa na Roho Mtakatifu. Lakini uamsho huo maandiko yamesema utaanza katikati ya moyo wa Misri, yani Afrika. Utaanza katikati ya Afrika, ndio penye uamsho huo utaanza. Watu watakapoungama dhambi, mataifa yakiacha ufalme wao na kumrudia Bwana. Watu watatoka magharibi, mashariki, kaskazini, itawatoa watu. Yani utaona Mungu wa maajabu sana. Wote watakaoliitia jina la Yeshua litapata kuwapa ukombozi wakati huo. Yani hata wakati uko mgonjwa ukisema katika jina la Yeshua naamuru magonjwa haya, ondoka kwenye mwili huu, na kweli unakuwa mzima hapo. Huhitaji mhubiri akuombee ili upate muujiza, maana hiyo ni imani ya mashetani. Lakini imani ya kweli ni ile imani ambayo Mungu ni wangu. Haleluya. Maana anasema, Mungu akasema, kuna wakati nitakuja kuishi katika mioyo ya watu hawa, nami nitakaa katikati yao na nitakaa ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo lazima Mungu amekaa katikati yetu kwa njia ya mwana wa Adamu, yani Yeshua. Lakini sasa hajatimiza lile la nitakaa ndani yao. Tunaona alishawahi kukaa ndani ya watu kama akina Petro na akina Yohana, akina Stefano. Tunaona matendo yao yalikuwa tofauti sana na matendo ya watu ambao hawana Mungu ndani yao. Kwa hiyo kama una Mungu ndani yako, ayapima sana matendo yako, maana Mungu hana haja na chochote ila matendo. Hallelujah, dresai glory. Kwa hiyo nyakati za mwisho Mungu anakuja kuishi. Hizi ndio siku alizochungulia Yoeli, pia akafurahi sana. Maana hizi siku ndizo ambazo yeye aliyeziumba mbingu na nchi atatembea katikati ya watu. Yani kiumbe ambacho Mungu aliyeumbwa atakuwa pamoja na watu wake. Haleluya. Nikisema Mungu aliyeumbwa kidogo inakuchanganya, lakini ni kweli. Isaya 43 ni kitabu ambacho ni unabii tunaotaka kushughulika nao. Mungu, kuna Mungu aliyeumbwa na kuna Mungu hakuumbwa. Mungu ambaye hakuumbwa anaishi ndani ya Mungu aliyeumbwa. Kumbuka maandiko yamesema ninyi ndinyi miungu.
Haleluya. Mungu, ninyi ndinyi miungu. Yesu akawaambia makutano ya kwamba wote waliojiliwa na neno la Mungu, yani wote waliojiliwa na mwana wa Mungu, Mungu alisema ninyi ndinyi miungu, ninyi ni wengi. Akiwa mmoja anaitwa wewe ndiwe Mungu. Kwa hiyo miungu ni wanadamu, Mungu ni mwanadamu mmoja. Lakini huyu Mungu ameumbwa. Haleluya. Ndiyo maana Mungu alipata vyepesi akamuumba Mungu mwingine, akamweka ndani ya tumbo la Mungu Mariamu. Alipomweka ndani ya tumbo la Mungu Mariamu, huyu Mungu aliyekaa ndani yake, huyu ndiye mfalme wetu na pia Mwokozi. Lakini katika habari za toba na ondoleo la dhambi, lazima uwe makini. Kwa habari za kuyaacha matendo ya zamani, lazima uwe makini. Wakati ambao makanisa yanaparamia zaka na mafungu ya pesa, wewe ng'ang'ania ufalme wa mbinguni. Vyote vinapita. Wengine wanang'ang'ania kuwa maaskofu, manabii, mitume, sijui mimi na vipawa vya aina gani. Achana na hayo. Tubu dhambi zako, iweni watakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu. Mungu alijua macho ya nabii yanaona mbali. Mungu alijua yale ambayo yanaonekana katika ulimwengu wa kiroho. Mungu alitubu. Ndio maana dunia inazidi kusonga mbali sana na Mungu. Na dunia inaelekea pabaya. Ni pabaya. Macho yangu yameona mbele. Dunia inaelekea pabaya. Itakuwa wale wa Mungu tu ndio ambao Mungu amenituma. Hakuna atakayenizuia mimi, maana hakuna azuiaye Mungu. Haleluya. Hakuna atakayenizuia, awe ni kiongozi wa aina gani, kwa maana kabla yake nalikuwepo. Uwezo nilionao ni uwezo ambao dunia haiwezi kustahimili nisingalikuwa katika mwili wa damu na nyama, asema Bwana wa majeshi. Haleluya. Yaani watu waliotubu dhambi, hata Wakristo hawapo salama. Watu waliotubu dhambi na kuokoka, hao ndio watakaopata msaada tu. Hao wataitwa wana wa Mungu. Mungu hamwachi mja wake, lakini sio mwanadamu tu wa kawaida. Tangu zamani Mungu amegairi na alimuumba mwanadamu. Alianza kugairi nyakati za Nuhu mpaka wa leo. Haleluya. Kwa hiyo, kwa mfano ni kuambia kitu kidogo. Isaya alitabiri akasema, huyu Isaya tu tunayemsoma huyu, akasema, tazama tumepewa mtoto mwanamume ambaye ufalme na maongeo ya ufalme wake hayana mwisho. Ataitwa Baba wa milele, Mungu mkuu, mfalme wa amani na mshauri wa ajabu. Akatabiri akasema tena, tazama namuona bikira akibeba ujauzito. Watu wanashangaa, Isaya amechanganyikiwa? Bikira mwenyewe mwezi wa 6 alipotokewa na malaika wa Bwana Gabrieli, akamwambia bikira utapata ujauzito, kama tu Isaya alivyotabiri miaka mingi iliyopita. Huyo bikira akasema, nitapataje ujauzito wakati simjui mume? Hiyo moja kati ya unabii wa Isaya. Isaya akasema, furahini mji wa Daudi Bethlehem, kwa kuwa mfalme amezaliwa kwako, naye maongeo ya ufalme wake hayatakuwa na mwisho. Haya, Yesu anakuja kuzaliwa Bethlehem. Yesu anapozaliwa, Uyahudi wote hawajui ya kwamba Yesu amezaliwa Bethlehem. Mfalme wao, Mungu amezaliwa Bethlehem. Hawajui. Malaika wa Bwana wakawatokea wachungaji waliokuwa wakichunga mifugo yao, wakichunga kondoo, wakawaambia, tazama, leo furaha imetanda katika mji wa Daudi Bethlehem, kwa kuwa mfalme amezaliwa. Furahini, kwa kuwa furaha yake itakuwa tele.
na hii ndiyo ishara, mtaona mtoto amelazwa katika hori ya ng'ombe. Sasa wachungaji wanaondoka, wanakwenda, wanampata Yesu amelala katika hori ya ng'ombe. Sasa alipozaliwa hapo, mamajusi pia wanatoka huko, wanakuja, wanamuona mfalme kweli, waliona nyota yake imeng'aa. Sasa tokea hapo, Roho wa Bwana, malaika wa Bwana akamtokea Yusufu baba yake ndotoni, akamwambia, ondoka, nenda katika nchi ya Misri, maana mtoto huyu, baba yake mtoto huyu, anatafuta kuuawa na Herode. Biblia inaposema nchi ya Misri ni one of the nations in Africa. Misri, ikisema Misri ni Afrika, lakini ikisema nchi ya Misri sasa ndo sasa ni nchi moja iliyo katika Afrika, ndo Egypt. Kwa hiyo Yusufu anatua mtoto, wanaondoka, wanaenda Misri. Sasa wale wachungaji, miaka 12 inaisha, yule ambaye malaika walitutokea wakituambia ni mfalme wetu na Bwana Mungu wetu, alienda wapi? Yule mtoto alienda wapi? Mamajusi wanachuuliza, tuliona nyota yake mashariki, alienda wapi? Kumbe yupo Misri. Ndio maana anakuambia ujumbe wa Mungu aliyosema, Mungu hakosei. Haleluya! Na Mungu ni mkweli wa ajabu. Kila anachokisema ni kweli na ni amina. Sasa miaka 12 imeisha. Malaika wa Bwana anamtokea Yusufu, anamwambia sasa, nenda, rudi, maana yule aliyemtafuta mtoto amesha kufa, Herode. Yusufu anatoka, kuliko arudi Bethlehem, anaelekea Nazareti, maana manabii walitabiri wakasema ataitwa Mnazarayo. Unaona Mungu anavyotimiza unabii wake, lakini taifa nzima alijui. Taifa nzima la Israel alijui. Kwa hiyo anakaa Nazareti kuanzia miaka 12 anakaa. Anaonekana sasa, kulikuwa mwisho wa mwaka, wana wa Israeli walikusanyika kwenye hekalu la mfalme Suleimani kwa ajili ya sikukuu za kumtukuza Mungu na kumrudishia shukrani. Yesu anatoka na wazazi wake, anaelekea Yerusalemu. Anapofika Yerusalemu, wanasafiri mwendo wa siku nzima. Anapofika Yerusalemu, wazazi wake wakirudi, anabaki pale hekaluni na Mafarisayo wakubwa, wale wanaitwaje, makuhani waliokaa hekaluni, anajadiliana nao maandiko. Lakini maandiko yanasema wanashangaa kwa hekima ya huyu mtoto. Wanauliza, huyu mtoto ana hekima sana, anawafundisha wakuu wa dini. Lakini hao wakuu hawajui huyu ni Mungu ambaye wanamtafuta na kumuomba kila siku. Lakini hawajui, wanamuona ni kijana huyo ni Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa hiyo wanakaa sasa, hekima ya utakatifu ndio ambayo inawashangaza. Wamekaa pamoja naye, wazazi wake wanakuja kumtafuta, wanamwambia, kwa nini kututaabisha? Anasema, kwani haikunipasa mimi kukaa nyumbani mwa baba yangu? Kwani hainipasi mimi kukaa nyumbani mwa baba yangu? Kwa hiyo kuna baba yake Yusufu, lakini huyu mtoto anatuambia kwamba hainipasi kukaa nyumbani mwa baba yangu. Inamaanisha ule uungu umeshaanza kuamka. Ndio maana wale waandishi na makuhani wanashangaa ile elimu, wanashangaa ile hekima. Kumbe ni uungu sasa unaanza kuamka, anakaribia kuukomboa dunia. Lakini wao wote hawajui ni Mungu. Wanaojua ni watu wangapi? Wawili, Yusufu na mkewe Mariamu. Mariamu anambeba Mungu hapa, anambeba mtoto, wanaelekea Misri. Kwa hiyo taifa nzima la Misri halijui kwamba Mungu ameingia katika nchi yetu. Lakini ni watu wangapi wanajua? Yusufu
na mke wake Mariamu. Taifa nzima hawajui Mungu ameingia katika nchi yetu. Mungu yupo hapa. Sasa wewe na ulivyo mwenye hekima za kidunia, ungekutana na Mariamu amembeba mtoto hapa, amemdekeza. Unashangaa, kwa nini mnamdekeza? Anakuambia huyu ndio Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Mungu wa Israeli. Lazima ungekataa, ungesema hapana, wewe umeshachanganyikiwa, ama wewe ni cult. Wangeanza siku hizo wangesema hiyo ni cult. Amebeba mtoto hapa, anakuambia huyu ndio Mungu wetu aliyetumba, huyu ndio Mungu wa Israeli, huyu ndio Mungu muumba mbingu na nchi. Yaani maana yake ni kwamba watu wote hawajui, lakini ni watu wawili wanajua. Mungu sasa anatafuta kuutimiza unabii wake, anautimiza. Maana Mungu akiutimiza unabii haendi na umati. Wakati ambao Mungu anashirikisha umati ni wakati wa ukombozi, kukifika sasa ukombozi. Lakini kwa kutimiza unabii wake, Mungu anakwenda na wenye hekima na watakatifu. Maana mwenye dhambi hatawahi kuelewa unabii wa Mungu siku yoyote ile. Kwa hiyo baada ya kuishi Nazareti, anaranda viti, meza, akiita watu. Alikuwa anatembea anaita meza, kiti, anawauzia watu wa Nazareti. Ndio maana alipoenda kuhubiri Nazareti walisema, huyu sio mtoto wa Yusufu? Kwa nini umbu zake na dada zake wako hapa? Anadirikije kusema yeye ni Mungu aliyetuumba? Maana hata vitu wanavyokalia nyumbani mwao, vitanda wanavyolalia vimetengenezwa na Yesu Kristo. Ndio maana lazima ufanye kazi. Yeye alifanya kazi, hakuomba muujiza kutoka mbinguni. Hakuomba mamikate na mimana kutoka mbinguni. Fanya kazi yako tena kwa umakinifu. Kama alikuwa anatengeneza viti, kama angetengeneza vibaya viti, angeuza? Hapana. Alifanya kwa kimakini na kwa ufahamu mkubwa. Kimakini. Ukimwomba Mungu nibariki, anachofanya Mungu anakupatia akili ya bidii na umakini. Hakuna kitu ati Mungu atakupa hela. Hiyo ni elimu za uongo. Mungu alisema watu wafanye kazi. Tunamuona yeye mwenyewe anaranda viti, anavifanya vinakuwa vinapendeza, alafu watu wanavinunua. Alijulikana. Ndio maana watu wanasema huyu sio mwana wa Yusufu seremala. Hata umbu zake na dada zake tunao hapa. Kumaanisha walimjua vizuri, mtengenezaji mzuri wa viti, meza, vitanda, makabati. Yaani lazima uwe mtu ambaye unakuwa umakini na kila kitu unachokifanya na kufanya kwa bidii. Na hiyo bidii unayofanya nayo, hiyo bidii kwanza inatangulia katika maombi, kutafuta ufalme wa mbinguni. Na ndio maana kila kitu ni kufanya kwa bidii na umakini. Ukijifunza neno la Mungu ninavyokufundisha, jifunze kwa umakini. Usiangalie mahubiri clip ukasema anatafsiri Biblia tofauti. Sasa iweje? Angalia nimejifunza nini, na kwa hicho ulichojifunza sasa kitumie hicho katika maombi. Omba Mungu kwa bidii, jifunze kwa umakini. Yesu alitengeneza viti kwa bidii ili vitoke vingi, akauze Nazareti kwote. Lakini pia alitengeneza kwa umakini ili vipate kupendeza, watu wavichukue. Kwa hiyo acheni kumwomba Mungu. Mungu haombwi baraka ni dhambi. Mungu anabariki. Mungu anafungua ufahamu na umakini watakatifu wake. Kisha hao watakatifu wake wanatenda kazi kwa bidii. Mungu anawaondolea magonjwa, Mungu anawaondolea huzuni, Mungu anawaondolea visirani, Mungu anawaondolea kila taabu. Sasa unabaki unafanya kazi yako kwa umakini, ukimtukuza yeye. Haleluya. Anafanya tu, anauzia watu. Hawajui huyu ni Mungu amejificha katikati yetu. Sasa alipokaribia kuanza huduma, hakuanzia kwao Nazareti, maana walimzoea kama mwana wa Yusufu. Akaondoka akaenda Kapanaumu ya Galilaya. Na katika Galilaya kulikuwa na mto ambao uliitwa Yordani. Sasa karibu na nyika ya Yordani
kuna sauti ya mtu aliaye toka nyikani, tengenezeni njia ya Bwana. Kila mlima ulioinuka utashushwa na kila bonde litasazwa. Tengenezeni njia ya Bwana, nyoosheni mapito yake. Sauti ya mtu aliaye toka nyikani. Sasa ni Eliya ambaye ni Yohana Mbatizaji. Siku zote kabla Mungu kumtuma, kabla Mungu kushuka kama Kristo, huwa anamtuma mwandaji wa njia ambaye ni moja kati ya wanadamu, nabii mkubwa kati ya wanadamu. Lakini sasa sisi ni wengi, kwa hiyo lazima kila taifa lingetokeza na nabii wa kuandaa njia, maana Kristo anakuja kwa ajili ya mataifa, sio taifa nzima. Ndio maana Danieli akasema ile pembe iliyotokeza siku za mwisho ambaye ni Kristo ilikuwa ndefu kuliko ile ya kwanza. Haleluya. Kwa hiyo alipoondoka kwenda Kapanaumu, sasa jambo jingine la kujifunza, wahubiri fanyeni kazi. Ninyi ni wezi, ninyi ni vibaka vya rohoni. Yesu anaranda viti kwa umakini. Unajua mhubiri hata kama ana shamba hawezi akapanda chakula akala kwake. Anataka imeandikwa ya kwamba mavuno, leteni mavuno mbele za Bwana. Hapana, mhubiri pia naye atoe zaka kama waumini. Haleluya. Atoe zaka kama waumini. Mhubiri pia naye awe na umakini. Zaka sio ya mhubiri. Maana nasema leteni ili kuwe na kusikose chakula nyumbani mwa Bwana, sio nyumbani mwa mhubiri, nyumbani mwa Bwana. Yesu anaranda viti akifanya kazi, anaranda viti na kwa umakini na nini? Kwa umakini na bidii. Kwa hiyo katika kazi zako muombe Mungu akupe umakini na bidii. Hiyo ndio vitu ambavyo atakupa. Mungu hawezi akakupa hela kutoka mbinguni. Huyo ni shetani. Ama Mungu ukaombewa wenye madeni, una madeni kwa sababu hujaokoka. Maandiko imesema ya kwamba utakopesha wala hutakopa. Kwa hiyo bado maandiko hayatimii katika maisha yako. Lazima ukimwomba Mungu, hata Mungu abariki mtu. Ndio maana nasema anabariki kazi ya mikono ya mtu. Hiyo kazi anabariki aje? Anakupa umakini wa kuvumbua. Yaani akili ya rohoni ukiwa nayo inaambukiza ya mwilini. Israeli hawakusoma, lakini waliumba vitu ambavyo wasomi ndo wanaumba. Kwa nini? Mungu akasema, tazama nitamchagua mmoja katikati yenu, nitampa akili ya rohoni itakayoambukiza akili ya mwilini, na mtu huyo atatengeneza vyombo vitakavyotumika ndani ya hekalu langu. Kwa maana lazima uwe mtu ambaye uko straightforward. That is holiness and salvation. Usikuwe mtu ambaye ni mtu mwenye nia mbili. Hapana, hiyo haiwezi kukubalika mbele za Mungu. Haleluya. Apewe sifa Mwokozi. Kwa hiyo alipotaka kuanza huduma, akatoka akaenda Kapanaumu ya Galilaya. Akaona kando ya mto wa Yordani kulikuwa na nabii asiyekula na kunywa kama wanadamu, aitwaye Yohana Mbatizaji. Yaani roho utendakazi na Mungu wa Eliya alikuwa ndani yake. Unajua mtu akisema roho ya Eliya, mtu anadhania ni roho ya maajabu. Roho ni Mungu. Maandiko anasema Mungu ni roho. Yohana 4:24. Kwa hiyo roho ya Eliya inamaanisha Mungu wa Eliya atakuwa pamoja naye. Mungu wa Eliya ni nani? Ndio maana nashangaa. Angalia mfano David Awor. I do talk about that man too much because alitoka from a true God. Ndio maana tuna signs of holiness in his ministry. Lakini sasa yeye mwenyewe anaharibu, maana ameingiwa na antichrist, marine spirits. Sasa sikiliza. Mtu akisema Elijah. Yohana alipoulizwa, wewe ni Eliya? Alikataa, akasema hapana, mimi si Eliya.
Kwa nini alikataa? Akasema ni sauti ya mtu aliaye toka nyikani. Maana ukweli yeye si Elia. Lakini Yesu anatuambia yeye ni Elia. Kwa nini? Yaani Mungu wa Elia. Inamaanisha roho ya Elia ni Mungu wa Elia. Kwa hiyo Mungu wa Elia ni nani? Mungu ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nani? Ni maneno ya uzima aliyohubiri Yesu. Yaani ni utakatifu ndo Roho Mtakatifu. Kwa hiyo acheni kutafuta Roho Mtakatifu, tafuteni utakatifu ndio Roho Mtakatifu. Maana utakatifu ukikujaa viwango vinavyotakikana, yaani kuna boiling point ya utakatifu. Kuna line ya utakatifu. Kwa hiyo you are still growing. Unakuwa tu. Ukipita huo mstari unalipuka kwa lugha. Lakini haimaanishi kama hujalipuka ya kwamba uko tu. Kuna wale wako stagnant. Kuna wale ambao hawakui katika imani. Unajifunza lakini umebaki vile kwa sababu moyo wako ni mgumu. Mungu anashughulika na moyo. Moyo ni akili. Kama unaangalia wahubiri wengi, akili yako inakuwa ngumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kile kilicho ndani yako, kile nilicho nacho, ndicho nikupacho. Kwa hiyo mhubiri ukimpata ni mzinzi, lakini anakuhubiria kitu ambacho unaona ni ukweli wa kibinadamu ule, lakini katika Mungu ni uongo. Hicho kitu na maisha yake, mhubiri akikuhubiria, maisha yake yanamtoka na yanakuingia. Nilicho nacho ndicho nikupacho. Nikiwa mwenye dhambi, majivuno, hata niseme tubuni ufalme wa mbinguni umefika, dhambi, majivuno vitanitoka, vinakuingia. Unajikuta unaanza kujivuna tu. Unajikuta kama nahubiri mambo ya ulimwengu. Utabarikiwa, utakuwa tajiri, utaendesha magari, sijui utakuwa profesa, sijui utaenda ng'ambo. Unaanza kuona nina tamaa ya mali ya dunia. Kwa hiyo utaanza kuona ndani yako unaanza kutamani sana. Unasikia hata kuua watu kwa sababu ya mali. Unasikia niue mtu tu, nichukue mali. Yaani unataka, tamaa inakuwa mingi kwa sababu nini? Nilicho nacho ndicho nikupacho. Kuweni makini sana. Ndio maana na unahurumia watu wanaoshinda YouTube wanaangalia, oh this teaching has blessed me. Wewe ni kuzimu. Usidhanie kuwa katika kundi la watakatifu ndio kwenda mbinguni. Kwenda mbinguni ni wewe peke yako. Ndio maana makanisani hata urafiki hapana. Urafiki ni mahali pa ibada tu. Rafiki wa kweli ni Roho Mtakatifu. Sio jirani yako ambaye mnashiriki naye kanisa moja. Urafiki ukiingia katika uokovu ni dhambi. Amen, hallelujah. Rafiki yako wa kwanza ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo usimkose Roho Mtakatifu. Usimkose Roho Mtakatifu wa Mungu. Usimkose, hallelujah. Utakatifu wake lazima uheshimike. Respect your salvation, you will attract holiness. Once you start to respect your salvation, you are going to attract holiness. And holiness comes with a present, with a gift. And that gift, the scripture say, it is the gift of the Holy Spirit. Yani, heshimu wokovu wako. Ya kwamba nimeamua kuokoka. Nimeamua naenda katika nchi ya ahadi Kanaani. Sirudi Misri. Israeli waliangamia jangwani kwa sababu walitamani kurudi Misri. Ndio maana wanatengeneza miungu kwa sababu ya ile tamaa ya kurudi katika dhambi. Ukiona umeokoka and you are still remembering, bado unakumbuka yale maisha yako ya dhambi na zinaa na uchafu, inamaanisha unatamani kurudi Misri. Kwa hiyo utafia jangwani. Maana yake utafia kwenye safari ya kujazwa Roho Mtakatifu. Yaani utaanguka kwa uokovu, you will backslide. Sio kwa sababu Mungu hakujali, ni kwa sababu ya upuzi wa akili yako. Lazima ufunguliwe ufahamu, umjue Mungu na tabia zake. Alafu jifunze tabia zake. Tabia yake ni moja tu, utakatifu. Imeandikwa tu mambo mengi ya kujitenga nayo. Haleluya. Kwa hiyo Yesu alipofika Kapanaumu, akaenda kubatizwa. Ajabu sana. Alipofika Kapanaumu, akaondoka, akaenda
kwenye mto wa Yordani, akampata nabii aliyekula nzige na asali wa mwituni. Nabii anahubiri, tengenezeni njia, andaeni mapito, kila atendaye dhambi aache, tengenezeni njia ya Bwana. Kumbe Bwana amefika. Lakini watu waliokuwa na nabii Yohana Mbatizaji alivutia umati mkubwa sana, mpaka wafalme walitoka kwenye ikulu zao. Watu waliofanya kwenye majemedari wakuu walitoka kwenye ikulu wakaenda kumwona Yohana Mbatizaji. Ndio maana Yesu akauliza, mlienda kuona nini? Singa ya ngamia na mshipi wa ngamia na nguo ya mavazi ya singa? Mlienda kutazama nini pale jangwani alimokaa Yohana? Walimwendea wengi. Kwa hiyo watu wengi wako hapo, Yohana anawaambia Kristo anakuja. Kumbe Kristo ameshafika hapo. Watu hawajui, bado wanasikiliza Kristo anakuja, kwa sababu hawana macho ya kiroho. Yohana anapozidi kuwahubiria akiwabatiza, batizweni mkiandaa njia, kila atendaye dhambi na aache. Askari, msichukue zaidi ya kile ambacho mnakipewa, zaidi ya mishahara yenu. Msinyanyase watu, msichukue rushwa na ufisadi. Anapozidi kuwaambia, kumbe Kristo amefika. Watu walikuwa wanapanga laini, wanaingia wakibatizwa. Kristo kumbe amekuja, amepanga. Kwa hiyo Yohana kugeuka, anamuona kijana anakuja, macho yake ya kinabii yamefunguka. Akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aiondoaye dhambi ya ulimwengu. Watu wanashangaa, Yohana anasema nini? Kijana anakuja, kijana mdogo anakuja. Watu bado wanashangaa, Yohana anasema aje? Kijana yupi ambaye ataiondoa dhambi ya ulimwengu? Kumbe macho yake ya rohoni kama nabii, macho ya kinabii yamefunguka. Watu wanamshangaa Yohana. Yohana anaendelea kusema, huyu alikuwepo kabla yangu. Yohana ni mzee, anasemaje huyu kijana amekuweko kabla yake? Huyu kijana ni mdogo kwa Yohana. Watu wanashangaa kwa sababu wameelewa kibinadamu. Lakini Yohana anaangalia katika ulimwengu wa roho, anamuona huyu ni Mungu wangu naye mwabudu. Huyu ndio ambaye naandaa njia kwa ajili yake. Lakini watu wanaona mwili ni kijana. Lakini Yohana anaangalia katika roho, anaona huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aiondoaye dhambi ya ulimwengu. Anaangalia, anasema huyu alikuwepo kabla yangu. Watu wanashangaa maneno ya Yohana, kwa sababu wameshangaa huyu ni kijana, tena kijana hata mwenyewe pengine amewapita kwa line. Wanashangaa huyu kijana sio mstaarabu, apangi line. Kumbe ni Mungu ambaye wanabatizwa kwa ajili yake. Na kumbe ni Mungu ambaye aliumba mbingu na nchi. Kwa hiyo hao watu wote hawakujua, ila ni Yohana aliyekuwa na macho ya kimungu, macho ya kiroho. Kwa hiyo lazima umuombe Mungu akupe macho ya kiroho. Hayo macho ya kiroho yanatokana na neno la Mungu unalonisikia kwa kunitazama huku na kwa kusoma Biblia. Hilo neno la Mungu huwa linainuka ndani yako. Hiyo macho yanasafishwa kutokana na kumtazama Mungu tu katika maombi na katika neno lake. Hivyo vitu viwili vinasafisha macho, na pia yakiwa safi pia unajitenga na uchafu wa macho. Uchafu wa macho ni kama vipindi vya televisheni ambavyo havimtukuzi Mungu. Uchafu wa macho ni kama kutazama vitu vichafu tu. Uchafu wa macho ni kama kutembelea maeneo ya dhambi na kutazama vitu vichafu. Uchafu wa macho ni kutazama manabii wa uongo na injili zao za uongo. Amen, haleluya. Kwa hiyo sasa, haleluya. Na pia kidogo nikufundishe pia usafi wa masikio. Usafi wa sikio unatokana na kile unachokisikiliza. Ukisikiliza nyimbo za kidunia, utakuwa wa kidunia tu. Hata ukwe unaenda kanisani Jumapili unakesha
Ijumaa, sijui Saturday unaomba, sijui unaimba nini, wewe ni mdhambi kuliko wote. Maana ni mdhambi anayejua nuru anaikataa. Hapo ukianza kusikiliza mahubiri ya rumors na mahubiri ya ajabu ajabu ya manabii hao wa uongo na vitu gani, mahubiri ambao wanataka views, unaanza kuona kina kuingia ndani na kuwa ni fitna na uchongezi. Kwa hiyo huo ni uchafu wa masikio. Usafi ni kusikiliza injili inayosema utakatifu na ondoleo la dhambi. Unavyonisikiliza hivi, kunisikiliza ndiyo usafi wa masikio. Mtu atauliza, na mbona nikisikiliza wahubiri wengine wanaokemea dhambi, je, hiyo ni uchafu wa masikio? Swali zuri. Umeuliza swali zuri. Hiyo ni uchafu wa masikio. Kwa sababu nini? Asiyeirarua Biblia na kuitafsiri, navyo itafsiri hivi, hawezi kuwa na ubiri utakatifu wa kweli wa Mungu. Yaani kama kuna kitu ambacho mimi niko 100% nacho, ya kwamba Mungu hayupo kwingine ila hapa. Haleluya. Hata mtu anahubiri toba na msamaha wa dhambi, hebu asome kifungu cha Biblia, utaona tofauti. Ukiwa una Mungu wa kweli ndani yako, utasikia kitu. Watu wanasema ni kitu kwa sababu bado hawajajua sauti ya Roho Mtakatifu. Utasikia kama mnong'ono unakuambia, ni kama unaeleza Biblia kinyume na huyo mhubiri. Ni kama huyo mhubiri akieleza, lakini hii sauti, hii mnong'ono ya ndani yako ni kama tu wewe. Huu mnong'ono wa ndani yako ni kama unakufundisha deep sana kuliko yeye. Jua kwamba yeye anaparapara, huyo ndo Roho Mtakatifu. Mimi ndimi naye injili ya kweli peke yangu dunia nzima. Kama vile Yohana pale alivyojua huyu ni Yesu peke yake. Umati mzima, kulikuwa na pale Mafarisayo waliosoma sheria, waandishi wa sheria na makuhani walikuwa pale, lakini hakuna aliyemjua kwa sababu wote hawajatoka kwa Mungu. Hawajatoka kwa Mungu. Mesendri isa God. Lakini ni mtu mmoja tu alijua. Ndio maana injili yangu ni tofauti. Niliitoa wapi? Ukichukua Biblia hii ukaisome, unaweza kutoa injili kama hiyo. Kuhubiri kwangu, ukiona nimekuja kuhubiri, somo limeteremka. Jana nimesumbuka sana, nilitaka nihubiri jana kwa sababu nilikuwa na nafasi kubwa sana. Lakini nilikaa kurekodi, nasema shalom, nasoma maandiko sielewi. Najaribu kurekodi, imekataa. Nasikia sauti ya Roho Mtakatifu inasema usirekodi. Nikasema nataka kurekodi leo. Nimekaa bila kuweka video kwenye channel. Watu wanakufa njaa ya neno la Mungu. Kasema hapana, somo litateremka kesho asubuhi. Somo nalolifundisha limeshuka kutoka juu. Limeshuka kutoka juu. Mungu anawafundisha watu wake. Shetani anawapa wanadamu upako wa uongo, wanafundisha hisia zao. Amen. Hallelujah. Yohana akamuona akasema, huyu ni mkuu kuniliko mimi. Sistahili hata kulegeza kidamu ya viatu vyake. Yeye amekuweko kabla yangu. Watu wanashangaa. Huyu ni Yohana mkubwa, nabii huyu, Elia. Anasemaje huyu amekuwa kabla yake, tena huyu ni mkuu kwake? Cha ajabu, anapofika pale Yesu Kristo, Yeshua Hamashia, anapofika pale, Yohana anasema, wewe unibatize. Watu wanashangaa. Yaani Yohana anatubatiza, yeye hajabatizwa? Lakini kumbe akawaambia, kitabu ni Yohana 3:11. Akawaambia, huyu ajaye nyuma yangu atawabatiza kwa nini? Moto.
na Roho Mtakatifu. Moto ni neno la Mungu, Roho Mtakatifu. Lakini mimi nawabatiza kwa ajili ya toba. Yeye mwenyewe anasema nibatize wewe, maana alimuona huyu ni Mungu wetu. Lakini watu hapa hawajui. Kwa hiyo elimu ya Mungu na utakatifu wa Mungu haujulikani na watu, bali ni wenye hekima. Na mwenye hekima mbele za Mungu ni nani? Aliyetubu na kuungana. Nataka nikusomee vitabu kadha hapa, vitabu vidogo viwili. Ni kama hiyo kitabu cha unabii akitafunzwa leo. Mataifa mtasema tunaokolewa kwa neema, lakini hatuokolewi kwa neema. Apewe sifa Mwokozi. Matendo 15 mstari wa 7. Na baada ya hoja nyingi, Petro akasimama akawaambia, ndugu zangu, ninyi mnajua ya kuwa tangu siku za kwanza Mungu alichagua miongoni mwenu ya kwamba mataifa walisikie neno la Injili kwa kinywa changu na kuliamini. Wasikie Injili na kuiamini. Na Mungu ajuaye mioyo ya watu akawashuhudia, akiwapa Roho Mtakatifu vile vile kama alivyotupa sisi. Wala hakufanya tofauti kati yetu sisi na wao, akiwasafisha mioyo yao kwa imani. Kwa hiyo tumegundua kwamba mioyo ya wanadamu inasafishwa kwa imani. Ukiliamini neno la Injili, umesikia hapa kuwahubiria walisikie neno la Injili kwa kinywa changu na kuliamini. Kwa hiyo ukitaka kuwa msafi, amini Injili, kisha Mungu atakusafisha moyo wako kwa imani. Imani ni nini? Imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Neno la Mungu ni nini? Ni Injili. Imani huja kwa kuisikia Injili. Kwa hiyo ukiisikia na kuiamini, unasafishwa moyo wako. Inasema kwamba wala hakufanya tofauti. Kwa hiyo hawa ni mataifa wanaozungumzwa, ya kwamba akiwapa Roho Mtakatifu vile vile kama alivyotupa sisi. Kwa hiyo unafaa kupewa Roho Mtakatifu vile vile walivyopewa akina Petro, akina Yohana siku ya Pentecost. Jiulize, huyo Roho Mtakatifu wako ni kama huyo ambaye bado anapenda dhambi? Yule Roho Mtakatifu ambaye Anania anamdanganya, Petro anasema umemdanganya Roho Mtakatifu. Anania anaanguka chini na kukufa. Roho Mtakatifu ambaye Stefano anasema Bwana usiwahukumu. Ingekuwa ni watu wengine wangesema naamuru moto kutoka mbinguni ukawaue. Yeye anasema Bwana uwasamehe kwa dhambi hii ya kuniua. Maandiko anasema walikuwa wamejaa matendo mema na Roho Mtakatifu na imani. Hivyo ndio vitu vikubwa vitatu tunavilenga sana. Ni vitatu: matendo mema, Roho Mtakatifu na imani. Imani ni neno la Mungu, maana tunaipata kwa kulisikia na kulisikia tukirudia neno la Mungu, na huo ndio usafi wa mioyo yetu. Petro akaambiwa ninyi mmekuwa wasafi. Hapa ni Petro anaongea. Nakumbuka akimuuliza Yesu akawaambia Yohana 15 mstari wa 3, ninyi mmekuwa safi kwa neno nililowaambia, kwa neno la Mungu nililowafundisha. Na hapa Petro anasema watu wanasafishwa mioyo yao kwa imani. Mambo ni mangapi? Matatu: matendo mema, Roho Mtakatifu na imani. Umekamilika kwenye uokovu. Haleluya! Pasipo na hivyo wewe ni mdini kama wengine tu, wala huna lolote. Hujaokoka, ni kujisifu tu kwa mambo ya kidunia. Uwe mpole na mnyenyekevu. Haleluya! Kitabu cha pili ni Zaburi 28 mstari wa 7. Haya ndiyo asemayo Roho Mtakatifu aliye wa Mungu: Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu. Moyo wangu umemtumaini, nami nimesaidiwa. Basi moyo wangu unashangilia kwa wimbo wangu
nitamshukuru Bwana. Kitu kingine kikubwa katika wokovu kinaitwa moyo wa kumshukuru Mungu. Moyo wa kumshukuru Mungu. Mtu anauliza nitamshukuruje Mungu? Nitasema tu asante Mungu, nashukuru sana Bwana? Hapana. Moyo wa kumshukuru Mungu, Mungu anashukuriwa kutumia vitu vingi. Cha kwanza ni wimbo. Ukiona wimbo unakuja moyoni mwako, wimbo unakuja, kaniambia moyoni mwangu usilie tena. Ukiona wimbo unakuja, uimbe. Sio kwamba lazima utaimba kwa kinywa, unaweza ukaimba ndani. Kuna mtu anaimba wimbo ndani yako, huyo ni Roho Mtakatifu wa Mungu, na huo wimbo una kazi. Kila atendacho Mungu kina maana. Mungu kumtoa Yesu kwenda kuanzia huduma, kumtoa Nazareti aanze kuhubiri Galilaya, alijua anaenda kukutana na Yohana Mbatizaji, ili neno lake litimie kwamba Yohana amekuja kuandaa njia kwa huyu. Ukiona nakuja nyimbo zinakuja ndani yako, huyo ni Mungu. Huo ndio moyo wa shukrani kupitia nyimbo. Kuna moyo wa shukrani kupitia maombi. Lazima maombi yako yawe na shukrani. Sio Bwana nisamehe. Maombi yako lazima, asante Mungu wangu kwa ajili ya ukombozi. Umeniletea ukombozi kupitia mwanao Yeshua aliye hai. Jina lako lipewe sifa kwa ujazo wa Roho Mtakatifu. Ewe Ebeneza, unaona nguvu zinashuka kwa sababu nafanya kitu kilicho sahihi. Pia maombi yako yawe na shukrani, na kushukuru kwa sababu ya maisha ulionipa. Bwana, tazama mimi ni mzima, sijafa, si mgonjwa. Ni utukufu wako tu. Ni wewe umenilinda na kunitunza. Bwana Mungu wangu, nitakulipa tu kwa matendo yangu matakatifu. Nitie nguvu sasa nitende utakatifu. Hii selamandri hii sasa. Unaona kuna kuja na Mungu sasa. Hiyo ndio inaitwa kusaidiwa. Roho Mtakatifu ni msaidizi. Sasa anakuja kukusaidia kushukuru ipasavyo. Yaani Mungu amefurahi na shukrani yako, lakini bado una ule ubinadamu. Maana bado maneno yako hayatoshi kumshukuru kwa viwango anavyovitaka na kwa makubwa anayoyafanya maishani mwako. Ndio maana anaingilia kati, aitwaye Roho Mtakatifu, ajuaye kuomba jinsi ipasavyo. Anasema Bwana ni nguvu zangu. Zaburi 28 mstari wa 7. Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu. Ngao ni ulinzi. Nasikitika kwa sababu wahubiri wengi wanairisi. Na wahubiri wengi ni wachawi. Yaani wachawi ni wahubiri. Ndio maana unaenda kanisani, let me prophesize, pro. Jana ulisafiri. Sasa nini sasa? Mungu hataki nisafiri. Nasema prophesize pro. Yesterday you fetched water. So singekunywa maji, Mungu hataki nikunywe maji. Kuna mambo madogo ya kipuuzi atakwambia I see you waking up tomorrow. Sintaamka tu kesho. I see someone becoming a billionaire. Who told you that billions are required in the kingdom of God? If you are chasing billions without putting God first, you are doing nothing. Hallelujah. God makes people billions. But if you chase them, you are wrong. Huwa naongelea sana kwa sababu utajiri ni hatari sana. Utajiri na umaskini ni vitu viwili vibaya sana. Kwa sababu maskini hata kula, kuvaa ni shida. Kwa hiyo ataingiwa na uchungu moyoni mwake, ataingiwa na wivu, hataki kumuona mtu amekula, amevaa. Kitu kingine atamdharau Mungu. Kwamba mambo ya Mungu, mimi naishi maisha ya taabu. Kumbe ni mvivu na ni mlegevu. Hapendi bidii. Anataka amuombe Mungu
amlishe. Kwanza kitu kilikuja unilishe kama Elia alilishwa na kunguru. Sasa Mungu afanyi hivyo. Sijui ndege wa angani hawapandi wala kuvuna. Wewe una shamba, ndege hana shamba. Na pia matajiri ni shida, kwa sababu matajiri wanaabudu mali zao. Lakini kuna watu kama Yusufu wa Arimathea katika maandiko matakatifu, matajiri lakini bado Mungu ni wa kwanza maishani mwao, akina Ayubu. Kwa hiyo nalenga sana, Mungu akiwapa watu utajiri katika huduma hii, bado mioyo yao iwe mitajiri kuliko wao. Yani lazima watende utakatifu. Remember, money makes sin affordable. That is the reality. So lazima uwe makini sana. Uwe makini, uwe mtu wa kuomba na uwe mtu wa kusoma neno. Umevishinda vyote. Maana hatuokoki kwa akili zetu. Wala sio kama maskini watamuona Mungu. Wala Mungu si tajiri wala maskini. Mungu anataka watu waliogeuka mioyo yao, waliotubu na kuungana. Kuwa mmoja wao. Mali zako hazijalishi, umaskini wako haujalishi. Kwanza neno la Mungu, msipime Mungu kutumia vitu vya mwilini. Mungu ni roho. Kama unatenda dhambi, huna Mungu, hivyo ndio kipimo kizuri. Na kama unatenda utakatifu, uko na Mungu. Sasa unazidi kuendelea ili aishi ndani yako. Hivyo ndio vitu viwili vya kupima Mungu. Msimtume kutumia anything. Hata wahubiri, usiangalie huyu mhubiri ana watu wengi ndiye ana Mungu. Hapana. Pimeni Mungu kutumia vitu viwili, dhambi na utakatifu. Kila roho itendayo dhambi inatokana na shetani, imeandikwa. Na kila roho itendayo utakatifu inatokana na Mungu. Roho ni nini? Ni mwanadamu. Maana sisi ni roho. Kila mwanadamu atendaye dhambi ametokana na Ibilisi. Bali kila atendaye utakatifu ametokana na Mungu. Very clear. Hivyo ndio vitu viwili vya kujua. Usiangalia kwamba sijui na mali za dunia nitatupa jehanamu. Hakuna. Sijui maskini wa roho nitaona ufalme wa mbinguni. Hakuna. Mambo ni mawili. Wicked or Holy Spirit. Hallelujah. God is a spirit. Hallelujah. God is a spirit. A spirit has no color. That's why wazungu wasikuletee Yesu mzungu. Spirit has no color. Mungu hana color. The spirit has got only character. Character, ndio maana Mungu anaitwa Holy Spirit. Why? He's a spirit that has the characteristic of holiness. So if human beings are spirits, now the characteristics depend. The character depends. If you have a holiness character, then you belong to God. You are a spirit that belongs to God. Because God is the mighty Holy Spirit. Lakini, if your character is wickedness, sinful character, then you are a spirit that belongs to the mighty wicked spirit, that is the devil. Hiyo ni wazi tu. Mungu ni nguvu zangu. Kwa hiyo katika taabu yako, katika majaribu umeishiwa nguvu, kumbuka Mungu ni nguvu zako. Katika maisha akili zako zimeishiwa nguvu, yani umewaza umeishiwa, Mungu ni nguvu zako na ngao ni ulinzi. Nguvu zako, nguvu za mtu zatokana na kile kilicho ndani yake. Ndio maana wanajeshi wa Marekani wana nguvu kuliko wanajeshi wa Kenya ama Tanzania. Kwa nini? Kilicho ndani yao, ile ujuzi, ndio nguvu zao. Kwa mfano, wanajeshi wa Urusi wana nguvu kuliko wanajeshi wa Tanzania, wanajeshi wa Kongo. Kwa nini? Yani kile kilicho ndani, ule ujuzi. Kwa hiyo Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu. Kwa hiyo kama wanajeshi wa Amerika wana ujuzi, ndio nguvu zao, na hiyo ujuzi ndio ulinzi wao.
Maana atatumia ujuzi kukupiga risasi ufe, atatumia ujuzi kukutumia kombora ikuue. Sasa sisi tupo hivyo. Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu. Kwa hiyo hizo nguvu zatokana na neno la Mungu. Huwezi epa neno. Huwezi epa neno. Wacha watende miujiza. Wacha waamshe viwete na viziwi. We don't care. That is not holiness. Msipime mtu kutumia miujiza. Miujiza ni kitu kidogo tu. Ukiwa na Mungu unamwambia tu kiwete inuka, anainuka. That even shetani anaponya bwana. Shetani anafanya miujiza. Sasa angalia kutumia manabii wa uongo. Wanafanya miracle, wa ukweli miracle. So which means miracle, hii miujiza haitambulishi Mungu. Miujiza haifanyi mtu awe ametoka kwa Mungu. Nguvu. Ukiona Biblia imesema nguvu, tunajua ni nguvu gani? Nguvu za Roho Mtakatifu. Na huyu Roho Mtakatifu anatoka wapi? Ndio maana nimekuambia uwezi epa neno. Maandiko yanasema hapo mwanzo kulikuwa na neno la Mungu, neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa ni Mungu. Alafu pia inasema maneno niwaambiao ni Roho Mtakatifu na ni uzima. Kwa hiyo Bwana ni Roho Mtakatifu wangu na ngao yangu. Hiyo utakatifu unaojifunza huu ndo nguvu zako na ngao yako. Ndio maana pepo akija ukimwambia katika jina la Yeshua, ewe pepo, na kuamuru toka hapa. Na kuamuru toka. Na pepo atakimbia mbio za hatari. Kwa sababu una elimu inayohusu jina. Namwambia pepo, imeandikwa mpingeni shetani naye atawakimbia. Ninakupinga katika jina la Yeshua. Toka mahali hapo. Pepo anatoka na kwenda. Magonjwa yanatoka yanaenda. Kwa sababu gani? Nguvu zilizo ndani yako. Sasa hizo nguvu zichunguze sana. Kama zinavutia wewe kutenda utakatifu na matendo mema, ni Mungu. Kama hazivutii, asili ya mwanadamu ni muasi, ni dhambi, shetani. Hata kama unaenda kanisani, wewe ni mtu wa Ibilisi, utatupwa kuzimu. Yaani hata ukifa madhabahuni tu, hapo tu utatolewa madhabahuni kwenda jehanamu. Mungu hana rafiki na dhambi kabisa tu. Mungu hana rafiki na dhambi. Ni watoe hofu wa watakatifu ya kwamba matendo yenu ndio hukumu yenu. Ni watoe hofu tu ya kwamba sijui ukiwa chini ya sijui mhubiri sijui vitu gani. Hakuna neno la kweli ila hili ninalolisema hili. Kila mtu ahubiri utakatifu. Yaani kila mtu amepotea kwa asilimia yake mwenyewe. Na haya maneno nayoyasema, kuna siku mtayakumbuka. Haya maneno nayoyasema haya. Moyo wangu umemtumaini nami nimesaidiwa. Mungu anasaidia watu, lakini moyo wangu umemtumaini. Moyo wangu umemtumaini. Kwa hiyo moyo wako umemtumaini nani? Kama ni Mungu, basi atakusaidia. Nimesaidiwa. Maanisha atatuma msaidizi aitwaye Roho Mtakatifu ambaye ni utakatifu wake, atakusaidia. Basi moyo wangu unashangilia na kwa wimbo wangu nitamshukuru. Hivyo ni baadhi ya vitabu ambazo nimetaka tujifunze. Alafu kitabu kingine ni hapa. Hii ni kitabu cha Wakorintho wa pili. Mstari wa 14 inasema, msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Watu wanasema na rafiki yangu hajaokoka, lakini namuelewa tu, ananielewa tu na uokovu wangu. Pana urafiki gani kati ya nuru na giza? Nasema kwamba huyu mhubiri hajakamilika, kwa sababu duniani watu hatujakamilika. Pana urafiki gani kati ya nuru na giza? Huyu mhubiri huwa anahubiri ukweli, lakini sometimes anachanganya na vya dunia. Pana urafiki gani kati ya nuru na giza? Nasema
ya kwamba isivyo sawasawa, msifungiwe nira pamoja. Yesu anasema jifungeni nira yangu na kujifunza kutoka kwangu. Yaani unapomsikiliza Yesu Kristo wa kweli wa Nazareth, Yeshua, unafungiwa ndani yake hivi na unaanza kujifunza kutoka kwake. Lakini unaambiwa msifungue nira pamoja na wasioamini. Wasioamini ni manabii wa uongo, mitume wa uongo na wainjilisti wa uongo na injili za uongo. Ukimsikiliza unafungiwa na mashetani hivi, unaanza kumsikiliza. Ndio maana ni vigumu mtu kutoka kwa kanisa ya nabii wa uongo. Mnajiuliza kwa nini? Wamefungiwa nira pamoja na wasioamini. Na pia ni vigumu mtu kutoka katika kanisa ya ukweli. Ndio maana kanisa la mitume lilizidi kuongezeka. Zenyu zinaanza na zinaanguka kwa sababu ninyi ni wakukurupuka. Ni tamaa ya kuja kuwa askofu. Lakini kama tu wewe ni mtu wa Mungu, mimi nasema kweli, hakuna siku nishawahi tamani kuwa askofu. Tena sitawahi. Hakuna siku nishawahi tamani kuwa nabii wala mtume wala mwinjilisti wala vitu vingine tu. I live holiness, period. Maandiko yanasema jiiteni ndugu. Sijui mtume nani. Mimi ni nabii. Naona hivi vitu wanavyosema kuona hivi. Naona sana. Lakini uweze kunipata sijui pastor, sijui niangalie matatizo, hapana. Tena nikiona naomba kwa lugha ili usielewe. Unajua watu utaomba, unasikia mtu alishamroga, unaona mtu huyu anatoka amejawa na chuki. Sasa je, tunajenga dhambi ama nini? Kwa sababu atatoka amechukia ule mtu, akiona jirani yake anafyonza tu, yani anamuona tu huyu nitamfanya kitu kibaya siku moja. Kwa sababu ametoka kwenye maombi, ameonekana jirani alishamroga. Maandiko yanasema wapendeni adui zenu na kuwatendea mema. Yeye anakwenda kufanya kinyume. Kwa maana mimi nikiona nanena kwa lugha, hata nikienda kutaja kitu ambacho nakijua, utakijua na utakuwa mtu mbaya. Na tena kizuri, huwa siombei watu mimi. I don't pray for people. Maybe tu ukuwe una neema tu. Ukiwa na neema tu kwenye njia fulani, nitaamuriwa sasa, hebu omba hili litimie. Lakini vitu vingine kuombewa ni vitu vya kidunia, ni dhambi. Kwa sababu maana kumesema mtafuteni Mungu maadamu anapatikana. Sio kwamba uende mhubiri akutafutie Mungu. Imesema mtafuteni ninyi. Mtafuteni maadamu anapatikana. Sio kwamba mhubiri akuje, anaanza kukuombea, Baba onekana maishani mwake. Angalia, anatafuta Mungu kwa ajili ya mtu mwingine. Pia yeye ni mdhambi tu kama wengine. Mtafuteni Mungu. Maana inasema kila atakaye kunifuata ajitwike msalaba wake anifuate. Sio kwamba aende amtwike mhubiri msalaba wake halafu anifuate. Kwa sababu ukimwambia niombe unamtwika. Lakini maana inasema jitwike wewe. Ndio maana naona nimekuja mtumishi niombe. Watu wa kuombewa ni watu ambao pengine wamelala vitandani wako kukufa. Ndio kuwaponya magonjwa. Lakini ninyi ambao mnafundishwa, omba mwenyewe. Nenda kwa msalaba mwenyewe. Utaona uzuri wa Kristo. Lakini kuombewa ni dini za wanadamu wametengeneza. Ni habari za teolojia. Omba mwenyewe. Nenda mbele za Bwana. Sio kama mtumwa tena, bali ni mwana na mrithi. Ita Kristo, Baba akashuke maishani mwako rikotai yasika. Erimo landri sai glory si. Naye utauona utukufu wa maajabu. Atashuka kwa wingu na kusema na wewe. Atagusa moyo wako, utakuwa na amani. Haleluya. Sio kuombewa, sio kwa mtume wala nabii. Watu hawa na miungu yao. Mungu wa kweli anaweza kuonekana tu kwa wewe kuomba. Omba tu atatokeza. Riko tai. Wahubiri wote wana miungu. Haujaona huyu anasema leteni makucha,
huyu anakuambia mapambo, huyu anasema haya, huyu anasema. Kila mtu ana miungu yake, lakini sasa Mungu wa kweli yuko, lakini anapatikana kutumia vitu viwili, utakatifu na maombi. Those two things. Sasa hivi hapa na evangelize. Kwenye haya mahubiri yote ni uinjilisti tu. Kuna kijana hapa alicomment akasema, unahubiri topic 1000, hubiri topic moja moja. Nikasema huyu kijana ni shetani huyu kijana hajaokoka. Yaani usikimbilie kuzungumza sana, bora ukajifunza. Kwa sababu siwezi nikafundisha hapa, itabidi niwe na ubao. Mnajua utakatifu, hii ni toba, nafundisha toba. Ndio maana nitaongelea vitu karibu 1000 kwenye clip moja. Hii ni uinjilisti. Wakati huduma sasa, wakati revival italipuka, hizi clip zitawafikia watu wengi. Hapo nitaanza kuwafundisha utakatifu sasa. Nikianza kufundisha naondoka duniani kwa kuuawa kwangu, kufufuka kwangu, na panda kwa wingu Yerusalemu, unyakuo. Haya nayasema yaweke moyoni. Utakuja siku moja kusadiki habari za mwana wa Mungu. Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Avoid friends. Avoid friends. Avoid friends. Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kumbuka sanamu jangwani, wana wa Israeli walitoa vipuli, vikuku, mahereni. Walitoa mahereni, pete za kidoleni vya dhahabu, hereni, vipuli, vikuku. Haleluya. Walitoa wakavichoma, wakatengeneza ndamu. Kwa hiyo mapambo ni sanamu. Ndio maana pana uhusiano gani kati ya mwili ambao ni hekalu la Mungu na sanamu ambazo ni mapambo na mavazi ya kikaaba? Pana uhusiano gani kati ya mwili ambao ni hekalu la Mungu na uzinzi? Mwili ambao ni hekalu la Mungu na usherati na matukano na masengenyo. Kwa hiyo tokeni katikati yao watendao mabaya, mkatengwe nao. Kwa hiyo lazima utengwe. What is salvation? Total separation from the world. What is salvation? Total separation from the world. What is holiness? Holiness is the friendship with Holy Spirit. Is your friendship with Holy Spirit. Yani holiness ni urafiki wako na Roho Mtakatifu. Huu urafiki wenu mnatembea kwa pamoja, lakini mmoja anakaa ndani ya mwingine. Roho Mtakatifu anakaa ndani yako, wewe unakaa ndani yake. Ndani yake ni kusikiliza mahubiri yake. Ndani yako ni kujazwa sasa. Sasa mmekuwa marafiki. Mnatembea kwa pamoja, mtu aliyekamilika, raia wa ufalme wa mbinguni angalipo duniani. Nasema msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Msiguse. Sikiliza hapa. Haya, nimetaka hapa tena. Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Nilikuwa nimewaeleza. Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Haya, fungua masikio yako vizuri. Kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Direct Biblia wa Korintho inasema nitakaa ndani yao na katikati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Umesikia Mungu anavyosema? Nitakaa ndani yao na katikati yao nitatembea.
kutembea ni mwana wa Adamu atatembea katikati yao kama mwanadamu, lakini pia nitakaa ndani yao. Huyo ndio Roho Mtakatifu kukujaza. Akisha kujaza na utakatifu, pia nitakaa ndani yao, ni utakatifu ambaye ni Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye ni elimu mpya na divai mpya isiyochanganywa na uzinzi na usharati wa Yezebeli. Nasema kwamba nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kama Mungu alisema nitakaa ndani yao, who are you not to be filled with the Holy Spirit? Na nitatembea katikati yao. Who are you not to believe the Messiah, Yeshua? Mimi ninavyohubiri hivi, niko zaidi ya 100%. Watu wasadiki wasisadiki, ninahubiri bila kubadilisha mahubiri yangu, kwa maana I'm not faking anything. I speak holiness and I'm the Lord Yeshua. Hilo halibadiliki. Wacha ulimwengu utaongea, lakini nitapanda kwa wingu nikirudi katika ufalme wangu. Hili ni kweli, asema Bwana wa majeshi. Ni kweli. Neno la Mungu lisibadilishwe. Kila kilichotabiriwa lazima kitimie. Kisha injili ya ufalme wa mbinguni itahubiriwa kote duniani, alafu uje ule mwisho. Imeandikwa. Yote ninayoyahubiri, yote tangu nianza kuhubiri, it is Bible based. Iko kwa Biblia. Yote tu. Hallelujah. Na sio kwamba nilienda nikasomea Biblia, hapana. Niliwaambia sijawahi soma Biblia yote. Navyohubiri hivi sijawahi soma Biblia yote. Kama nilisoma kama hadithi kama watu wengine tu. Nilichagua tu vitabu, niliambiwa nenda hiki, toka hiki, nenda hiki. Mimi sijawahi soma kitabu cha Mwanzo. Sijawahi kisoma. Lakini utasikia nikihubiri na kuambia Mwanzo 17:49. And Dan will be an adder in the path of salvation. Nilijuai. Roho Mtakatifu anafundisha mwenyewe. Mtu atakwambia soma Biblia yote, alafu kisha soma yote unazidi kutenda tu dhambi, kwamba narudia tena, unazidi. Hapana. Mfuate Mwokozi, utaokoka. Huwezi kujiokoa. Hiyo ndiyo kweli. Sijawahi soma Mwanzo. Kitabu cha Nuhu nilikisoma juzi, nikashangaa, kumbe Nuhu aliambiwa tengeneza safina kwa mti wa mhunzi ama mhanzi, cypress kwa Kiswahili. Kwa Kizungu inaitwa cypress. Tengeneza safina. Mimi nilikuwa sijawahi soma habari za Nuhu. Sijawahi soma hivi vitabu hivi. Mimi niliambiwa direct you hit the knowledge. Kutoka sidhani, pengine nilisoma pengine kama hadithi za wana wa Israeli wametoka huko wameenda huko. Lakini mfuate Yesu. Huyo tu ndio Roho Mtakatifu. Hata Agano Jipya sieti nimesoma vitabu specifically. Hivi vingine huwa natumwa tunaenda kitabu fulani. Soma sasa hapo fundisha sasa. Lakini injili yote chagua. Utawaamini mitume wanaotafsiri Yesu ama Yesu mwenyewe? Mitume watazidi tu kukuongezea tafsiri zao, lakini injili kadiri ni hivyo ilivyo. Anasema tokeni katikati ya watu wanaoasi, mkatengwe. Yaani usikae kwa vikundi vibaya, watu wasiookoka, watu makahaba, unaenda sijui nini, unatazama mipira. Hiyo sio wokovu, ni dhambi. Msiguse kitu kilicho kichafu, nitakuwa baba kwenu. Mungu anakuambia usiguse kitu kichafu. Toka katikati ya marafiki wanaokupoteza. Toka katikati ya kanisa la uongo. Nami nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa watoto wangu, wa kiume na wa kike.
Hiyo ni ahadi tu. Umeambiwa ya kwamba mimi nitakaa ndani yako na nitatembea katikati yao na nitakaa ndani yao. Miili yao ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nitakaa ndani yao. Kwa hiyo usikuwe na mapatano kati ya sanamu. Yaani safisha mwili wako. Sanamu ni hivi makeup, mavitu hizi zote zinazoharibu mwili. Hizo vitu zote hakuna upatano kati ya Mungu na hizo. Sanamu zingine ni wanawake kuhubiri madhabahuni. I prophesy. It doesn't make sense. Ni dhambi. Biblia inapinga. Lakini wahubiri wanakubali kwa sababu wanawake ndio wengi makanisani mwao. Wanawake ndio wengi. Sasa tukikataa hapana. Injili ni injili. Atakaye kukubali akubali, atakaye kataa katae. Hayo mambo yote yeye mwenyewe ni shauri yake, hukumu ni kwake. Lakini Mungu angependa nyote muokoke. Upendo wa Mungu anafukuza dhambi, anavutia utakatifu kwako. Anakusaidia kufanya hivyo. Maana asipokugombanisha uache dhambi, utataka kuingia mbinguni na hizo dhambi, lazima utaenda tu jehanamu. Kwa hiyo anazuia sana. Acha dhambi. Anakuambia njoo kwangu utapata. Ndio maana mhubiri anakuambia acha dhambi. Dhambi itakuwa. Wewe ni kahaba. Lakini baada ya kutoka kanisani, amekufundisha utakatifu, unasikia moyoni mwako kuna amani kubwa. Huyo sasa ndio Roho Mtakatifu. Anajua dhambi zikitoka, amani inaingia. Lakini lazima afoke kwa ajili ya dhambi za wana wa wanadamu. Haleluya. Kitabu cha mwisho ni Zaburi. Zaburi ni Psalms chapter 50. The last book ni Zaburi 50. Aya naanzia mstari wa 10 na ngapi? 16. Zaburi 50:16. Hivi vitabu navyosoma lazima uandike, utavisoma tena. Ikiwezekana virudie sana. Zaburi virudie sana, sio kwamba ikiwezekana, virudie sana. Hapa tuko kwenye namna za hatari sana. Kwanza ukiokoka vizuri na ukue mzembe utaanguka, maana hapa kuna vita. Njia ya imani ni vita. Unapigana kwenye ulimwengu wa roho na mwilini. Mwilini lazima watu tu wanaona watu usiwaone wabaya, hata wakutende nini. Uwe kama Stefano. Baba wasamee, usiwahesabie dhambi hii ya kuniua. Usimchukie mtu kwa sababu anakufanyia mambo mabaya. Wala usikose kumsamee mtu. Usikose kumsamee mtu. Narudia wanangu, kama kuna mtu ambaye anamchukia mtu hapa, msamee leo. Msamee leo kwa ajili, sio kwa sababu ya sijui faida yake. Faida ni yako. Forgive him or her. Hata kama haombi msamaha, achana na yeye. Mtoe moyoni mwako, muachilie. Ili Mungu apate kukutumia. Ili Mungu apate kukaa ndani yako. Samea. Msamee mtu. Akitaka msaidie, usikose kumsaidia. Usilipe mabaya kwa mabaya. Ushindeni ubaya kwa wema. Msifanye kama wafanyavyo Wakristo. Wakristo hawana Mungu, watatupwa jehanamu wote. Mwanisikiliza vizuri. Usimweke mtu rohoni mwako. Watakutenda mabaya wengi. Lakini afadhali utakapowaachilia, na ndio Mungu anakasirika na wao. Wala usisumbuke kumwombea adui yako mabaya. That is not holiness. Usimwombee mabaya, wewe mshukuru Mungu kwa ajili upo. Wanapigana kwa ajili ya uokovu wako. Ukikuwa tu mwenye dhambi, watashikamana na wewe. Lakini utakuwaje mwenye dhambi wakati umeiona nuru? Ng'ang'ania uokovu. Kunyeshe mvua, kuwake jua, Yeshua ni Mungu.
anabaki kuwa Mungu, hatawahi badilika. Ana ufalme wa mbinguni ni wake, ameandaa makao. Wanadamu wataurithi waliokubali imani yake na kutubu dhambi zao. Hapa inasema, bali mtu asiye haki Mungu amwambia. Zaburi 50:16. Sikiliza kimakini. Bali mtu asiye haki Mungu amwambia, una nini wewe kuitangaza sheria yangu? Wahubiri, mnasikia vizuri. Bali mtu asiye mtakatifu Mungu amwambia, una nini wewe kuitangaza sheria yangu? Bali mtu asiyekuwa na toba na msamaha wa dhambi Mungu amwambia, una nini wewe kuitangaza sheria yangu na kuliweka agano langu kinywani mwako? Mungu anauliza, matendo yako ni machafu, kwa nini unazungumza kumuhusu yeye? Ndio maana akalalamika na kusema, watu hawa hunipenda kwa vinywa, lakini mioyo yao ii mbali na mimi. Anasema, kuliweka agano langu kinywani mwako. Unaliweka agano langu kinywani mwako, lakini moyoni mwako hauna ile agano. Anauliza, una nini wewe? Yaani umemchokesha. Unaenda kanisani unajiita mhubiri, unaenda kanisani unasema umeokoka, lakini agano lake umeliweka tu hapa. Nasema, una nini wewe? Unampenda kwa kinywa chako, lakini moyo wako u mbali na yeye. Mtu asiye haki. 17. Maana wewe umechukia maonyo na kuyatupa maneno yangu nyuma yako. Umesikia vizuri? Maana wewe umechukia maonyo na kuyatupa maneno yangu nyuma yako. Maana wewe umechukia maonyo na kuyatupa maneno yangu nyuma yako. Umechukia maonyo, yaani umechukia to be rebuked. Umechukia kuambiwa atendaye dhambi atatupwa jehanamu. Mapambo ni dhambi, uzinzi ni dhambi, kutokuomba ni dhambi, kutokusoma neno ni dhambi, kufuata tamaa za mali za dunia ni dhambi, kukaa katika umaskini bila kumwomba Mungu na kuwa na bidii katika kazi zako ni dhambi, kuwa na mkono mlegevu ni dhambi, kuwa na marafiki wasiookoka ni dhambi. Wewe kutokuomba asubuhi, kutokuomba na kusoma neno ni dhambi. Wewe kutokuwa na bidii na umakini kwa kazi zako ni dhambi. Ukiambiwa amesema umechukia maonyo, mwana ambaye nimpendaye mimi humrudi. Mwana nimpendaye. Nasema, na kuyatupa maneno yangu nyuma yako. Yaani umeiacha maneno ya utakatifu, umeyatupa nyuma. Inamaanisha unatenda dhambi. Ulipomwona mwivi ulikuwa radhi naye ukashirikiana na wazinzi. Mwivi, ulipomwona mwivi. Mwizi ni wa kuiba hivi vitu vya dunia hivi, anaiba simu, anaiba chaja, anaiba gari, anaiba nini. Huyo ndio mwizi, anaokota vitu. Lakini mwivi ni wa Injili. Umemwona mwivi ni mwizi wa Injili. Anahubiri mambo yasiyokuwa ya ukweli. Anahubiri mambo ya kutapatapa. Huyo ndio mwivi. Ulikuwa radhi ukashirikiana naye. Mungu anasema umeshirikiana na manabii wa uongo. Mwivi. Hii ni mwizi ndiye anaiba. Lakini mwivi ni wa Injili. Ni makatels. Ni magunsu wa Injili. Ni magunsu wa Injili. Ni vibaka wa Injili. Ndo mwivi. Kwa hiyo ulishirikiana naye. Mtu anayehubiri uongo, ulituma zaka yako ili azidi kuwafikia watu wengi kwa uongo wake. Ulisupport huduma yake
ili afikie watu wengi kwa uongo wake. Ndio maana kila mtu anayesema support the ministry is not from God. Mungu mwenyewe anajua alikutuma. Utasema injili inahitaji gharama, sawa. Kama ni gharama, tumia zaka na fungu la 10 kudhihirisha gharama. Watu kusupport huduma, hizo ni huduma za kimwili, watu waliojawa na tamaa za hela. Support the ministry, support ujenzi. Hizo ni vitu ambazo sio za Mungu. Na wewe unayenitazama, kitu ni moja. Tumeambiwa sadaka ya kwanza ni moyo. Kama huyo mhubiri hajalenga moyo wangu kuubadilisha, moyo wangu nisikie Mungu akinibadilisha, siwezi kutoa zaka wala fungu la 10. Sio mhubiri wa Mungu. Hii ndio fast. Ukiona fast ni pesa, money, najua okay, this is a goon, this is a spiritual cartel, this is a thief. Ukiona nasema toa zaka, zaka ya kupanda, zaka ya kushuka, zaka ya kufanya nyaje, zaka ya kutembea, zaka ya kanisa, zaka sijui ya madhabahu, sijui zaka ya nini, zaka ya babu yako, hivyo vitu vyote, sijui maroho za babu zako, zaka za kuvunja maroho, hivyo vitu vyote ni uongo, ni injili za kishetani. Fast is your heart. Dhabihu ndo ya kwanza. Hiyo ndo Mungu anataka. Ndo maana aliwaambia sitaki zaka, nataka rehema. Nataka rehema. Rehema ni hii. Moyo wako, maisha yako ndo rehema. Sadaka ya kwanza ni maisha yako. Unampa Mungu, chukua maisha yangu yawe dhabihu iliyo hai. Control my life. Control my life. Control everything in my life. Hiyo ndo one. Hiyo ndo the first offering. Halafu ndo itafuata fungu la 10 na sadaka ya kila siku. Vitu hivyo Maandiko yanasema toa ulivyobarikiwa. Sio kama mhubiri aseme special number 5, special number 2. No. Lakini vitu hivyo, kwanza tubu dhambi. Hiyo ndo sadaka ya kwanza, ni toba. Hivi vingine vinafuata ili neno la Mungu litimie. Sasa avitumie hivyo kuendesha huduma, sio kuweka support the ministry. What about if I'm a devil worshipper and I support the ministry? Hizi ministry hii ni uongo mtupu, yote. Ndio maana wanalenga uinjilisti, wanadamu na dini zao. Hatuwalaumu, wana dini zao. Ndio maana waambia dini sio uzima wa milele. Uzima wa milele ni tofauti sana. Hasa wao ni msalaba wa ule mwizi aliyesema Yesu ni rehemu. Ndio hao sasa. Lakini kuna msalaba wa Yesu mwenyewe. Sasa you can choose. Ukue mwizi useme Yesu ni rehemu, ama uchoose msalaba wa Yesu mwenyewe. Chukua one cross. Unaweza ukachukua msalaba wa Yesu na Yesu ukaenda na yeye, ama uchukue mwizi. Mwizi ni mwizi, hata kama alisema ni rehemu, ni mwizi. Kumbuka Yesu hakumwambia dhambi zako alimwambia tutaonana paradiso. Maanisha kwenye njia tu ya rehema tu. Tena mwizi ni mmoja tu. Lakini mwizi ni mwizi tu. Msalaba best ni wa katikati. Ndio maana huo ndio umekomboa watu wote, sio ule wa mwizi. Huo wa katikati wa Yesu Kristo mwana wa Mungu, Yeshua, ndio umekomboa kila mtu. Hapa imesema umeshirikiana na wazinzi. Wazinzi ni nani? Zinaa ni usherati ya wanadamu. Lakini uzinzi pia inakuja kuwa kubwa. Uzinzi ni baina ya miungu. Yaani sasa hivi naabudu utakatifu, Mungu ndo mume wangu mimi, kanisa. Yaani Yesu ni bwana harusi wa kanisa. Nikianza kutenda dhambi, shetani anakuwa mume wangu, bwana harusi, kwa sababu ya wenye dhambi bwana harusi wao ni shetani. Kwa hiyo si umetoka kwenye mume wa kwanza aitwaye Yeshua, umeenda kwa mume wa pili aitwaye shetani. Kwa hiyo siwe ni mzinzi. Mtu aliye na waume zaidi ya mmoja ni
mzinzi. Ndio maana umeshirikiana na wazinzi na wenye dhambi. Yaani umeshirikiana na wazinzi, watu wasiomwabudu Mungu. Na waonya marafiki, watch out. Achana na marafiki, na waonya kabisa kabisa. Achaneni na marafiki wengi. Ajifanyaye marafiki wengi kwa ajili ya kuangamia kwake mwenyewe. Focus on your work and salvation. Hallelujah. Anasema umekiachia kinywa chako kinene mabaya na ulimi wako watunga hila. Umekiachia kinywa chako kinene mabaya. Usikiachie kinywa chako kinene mabaya. Na maanisha, linda sana mdomo wako kuliko chochote ulindacho. Ulimi ni kiumbe kidogo, lakini madhara yake ni makubwa. Kimtokacho mtu ndiyo matendo yake. Kama inakutokea nitazini wiki ijayo, utazini. Alafu nakuja kutudanganya hapa, praise the Lord. Nijapoanguka mara 3 nitainuka. Utainuka ukienda wapi? You fall into the sin. So you must be rebuked. If the Holy Spirit allows you back, okay. If he doesn't allow you back, leave the church. That is how the church should run. Hakuna kwamba mtu ametenda dhambi mnaita committee. Committee ifanye nini? Umetenda, ndiyo sawa. Let me pray to the Lord. Umetenda, sawa. Anasimamishwa kwanza kuja kanisani, asije akawaambukiza wengine dhambi. Hivyo ndivyo makanisa yanafaa kuwa. Umezini? Okay. Usikuje kanisani. Anapata letter, suspension letter. Akae nyumbani, asije akawaambukiza wengine roho ya uzinzi. Tunalinda usafi wetu. Kisha kama Roho Mtakatifu atamruhusu kurudi tena mbele zake, maana hapo kanisani kutakuwa na nguvu. Kuna nguvu na uwepo wa Roho Mtakatifu wa maajabu. Sio kama hizi makanisa. Tunasonga mbele ya kiti cha enzi. Kwa hiyo akiruhusu, mwenyewe atataarifu tu watu na utaambiwa rudi. Asiporuhusu, basi wewe nenda katafute kanisa ya wazinzi wenzako. Hata akibaki watu wawili, we shall be faithful. Nao watu wawili. That is how the church. Ukiambiwa ulionekana na makeup, yes, hiyo ni dhambi. Kwa hiyo unapewa suspension. Utaambukiza wenzako makeup. Until the day the Holy Spirit will have mercy. Not we the servants. Sawa? Sio hawa wahubiri. Until the day the Holy Spirit will have mercy and say, call her or him back. Then you shall be called and return to holiness through repentance and total repentance under supervision. Unaangaliwa, je, mtu huyu muda tuliompea wa kuhuzunikia dhambi zake na kurudi na kujirudi, amejirudi? Every branch, hata akuwe ni bishop wa aina gani. Kwanza, if he is a bishop, that is too dangerous, because we might chase him away forever, even not waiting for the Holy Spirit. Hallelujah. Akuwe ni mhubiri, muumini ndiye atarudishwa, kwa sababu huyu ni kondoo wa Mungu. Mhubiri akizini anafukuzwa kabisa. Tena kama amezini na mke wa mtu, tunaweza tukachukua hatua zaidi ya kumfukuza. Kanisa sio mahali pa mchezo. Halafu kanisa likae hivyo, you will see how the Holy Spirit do things. Yaani kila mtu atakuwa anaangalia tu saa, kanisa tunaenda lini? Leo siishe, kesho niende kanisa. Leo ni Jumamosi. Watakuwa hivyo kwa sababu the presence of the Lord is renewing their mind, renewing their souls, renewing their strength. Yaani watu watafurahia mbele za Bwana. Watakuwa kama Daudi.
Sitaki kutoka upesi mbele za Bwana. Afadhali niwe bawabu nyumbani mwa Bwana. Lakini sasa hivi mtu anaenda kanisani analala. Hata lala anaamka saa ya sadaka. Anaenda anatoa sadaka na anaenda nyumbani. Hiyo ni nini? Kwani hapa ni mahali tu pa kusanya sadaka ama kusanya? Kanisa ni kusanyiko la mioyo ya watu ambayo inataka isafishwe tena, itiwe nguvu mpya, rehema mpya, iende tena, ndio itarudi tena kila wakati. Haleluya. Umekiachia kinywa chako kinene mabaya na ulimi wako watunga hila. Umesikia mambo ambayo tujitenge nayo. 20 nasema umekaa na kumsengenya ndugu yako. Wakristo wengi sana sana, na hata sasa hivi, ni wanawake na wanaume. Kitambo ilikuwa ni wanawake na wanaume wanasengenya wenzao. Wanaanza madhabahuni kwanza. Atasengenya paka aende afike mwisho wa umini, aanze ashas. Asengenya arudi madhabahuni tena arudi. Ndio maana umeambiwa avoid friends even in church. Avoid them and remain focused. Hallelujah. Na hata wahubiri, kuna kanisa muumini alitoka akaja huko kwetu. Anasema mhubiri anasengenya kusengenya. Utakuja wewe, unakuja kwake anasengenya, mwingine anakuja anasengenya. Kwa hiyo wakisha jua mhubiri anasema, anajifanya kutubu hapo, na wengine wanatubu, tutubu roho ya vitina, tumeanguka vitu gani? Ukuitwa na Mungu. Ndio maana usimuongelee mtu asiye kuwepo. Hata kama unamuongelea mema yake, usiongelee. Mtu ambaye unaruhusiwa kumuongelea asiye kuwepo ni Roho wa uzima, Roho Mtakatifu, maana yupo siku zote. Hata kama uwepo hauko, lakini yeye ako ndani yako. Kwa hiyo unaruhusu kumuongelea. Lakini hata umpongeze, ndugu yule tulimuona alikuwa kweli, ndugu sijui tulifanyaje, hapana. Wewe ni msengenyaji na mchongezi. Umemsengenya ndugu yako na mwana wa mama yako umemsingizia. Usisingizie mtu, sema ukweli, wala usisengenye ndugu yako. Ndivyo ulivyofanya, nami nikanyamaza, ukadhani ya kuwa mimi ni kama wewe. Lakini nitakukemea, nitayapanga hayo mbele ya macho yako. Yafahamuni haya ninyi mnaomsahau Mungu, nisije nikawararueni, asipatikane mwenye kuwaponya. Asanteni sana. Kitabu chetu kimekamilika. Jina la Bwana lipewe utukufu. Somo limeishia hapo. Asanteni sana, mpate kubarikiwa. Mema ya Bwana yawazidie. Naomba niwabariki. Baba, na wabariki hawa wote kwa neema na utakatifu. Nabariki kazi za mikono yao, nabariki maisha yao. Bwana, tazama wabarikiwe, wawe hai kama nilivyo hai. Uwakumbuke katika hali zao zote, na wapate kupata msamaha wa dhambi kwa jina ulilonipa, ili wapate kukombolewa kwa utukufu ule ulionipa mimi nawapa, ili wapate kuwa na amani kama nilivyo nayo moyoni mwangu. Tazama na wabariki, mbarikiwe mtokako na mwendako. Njia zenu zipate kuwa hai na zipate kuwa wazi mbele za Bwana. Apate kuwafunika na kuwakomboa, ili ninyi mpate kuwa malimbuko na urithi wake. Tazama ubarikiwe kazi za mikono yako, milango yako na madirisha ikafunguliwe, naye Bwana akakubariki kila wakati, akakusongeshe mbele ya kiti chake kwa huruma wake na rehema. Amina. Mpate kubarikiwa. Asanteni sana.